إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. روى الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعطى الناس بدعواه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Amepokea al-Imam al-Baihaqi rehma za Allah mtukufu juu yake hadithi ambayo inasimulia masahaba mkuu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Abbas. Hadithi ambayo inasimulia masahaba mkuu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam: law yu'ta an-nasu bid'awahu, law kama ingekuwa watu hupewa stahiki, hupewa haki kwa kuleta madai. Mtu kaleta madai kwa kadhi, ikawa kadhi amemsikiliza, baada ya kusikiliza akampa haki aliyodai. Mlango huu ungekuwa wazi, ungefungua shari kubwa. Wangejitokeza watu kama anavyosema alayhi salatu wassalam: ladaa rijalu amwala qaumin wa dima'ahum. Wangejitokeza watu kuleta madai kwamba wao wanastahili kupewa mali za watu fulani, lakini wanastahili kuibiziwa haki ya damu kwa kuleta madai kwamba fulani ameua ndugu yangu, kwa hiyo naye auawe. Lau kama ingekuwa sheria haijadhibiti katika madai na ikawa inawapa watu kwa mujarrad wa kuleta madai tu, ingekuwa fasadi kubwa sana. Watu wangetengeneza madai ya uongo ili kustahiki kupewa mali za watu au kustahiki kumwaga damu za watu au kustahiki pia kuvunja heshima za watu. Ila Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaleta kanuni muhimu sana katika masala ya qada. Hukumu
ili wafiki sheria inatakiwa ipite katika mapito haya. Akasema alayhi salatu wassalam, lakinna albayyina ala almudda'i, lakini alete uthibitisho wa madai yake yule mwenye kuleta madai, alete ushahidi wa yale madai yanayoleta, waliyaminu ala man ankara, na alete kiapo kama ushahidi haulitoshelezi, alete kiapo yule ambaye anapinga madai yanayodaiwa juu yake, aseme hapana, hicho ambacho kinasema juu yangu mimi sistahiki nacho, mimi sijafanya. Akaambiwa kwamba huyu bwana amedai wewe umefanya, aseme wallahi wa billahi wa tallahi mimi sijafanya hilo. Akiwa ni mtu mwenye kuheshimu kiapo chake, na yule mwenye kuleta madai hakuleta ushahidi wa wazi, hilo jambo linaondoshwa kama mashtaka, linawekwa pembeni mpaka pale utakapopatikana ushahidi wa wazi. Ayuha almu'minun, enyi ndugu katika imani. Anasema al-allama Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi alipoitaja hadithi hii, anasema hadha alhadithu adhimul qadr, hadithi hii ni katika hadithi bora mno. Maneno yote ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora, lakini kulingana na mazingira, kulingana na tukio, kuna maneno fulani yanakuwa ni ya msingi zaidi kwa mazingatio hayo. Wa huwa aslun min usuli alqadaya wal ahkam, hadithi hii ni msingi mama katika misingi ya kushirikiana na kuhukumiana. Fa inna alqadaa baina an-nasi inma yakunu 'inda tanazur, inapofikia watu wameumana wakashindwa kuelewana, hapo inabidi wapeleke mashtaka yao wahukumiane kwa kadhi. Hadha yad'i ala hadha aqal min al-huquq, anakuja mtu mmoja analeta madai kuhusiana na mwenzake, anadai haki fulani juu ya yule mwenzake, fayumkinu yule anayedaiwa anapinga yale madai. Wa hadha yad'i bara'atahu min al-haqq alladhi kana thabitan alayhi, na huyu wakili anayeletewa madai, anayeletewa mashtaka, anadai kwamba yeye hahusiki kabisa na mashtaka hayo ambayo yamethibitishwa na mwenye kuleta madai. Fabayyana sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aslan yaqdi nizaahu, Mtume akabainisha msingi wa kuondosha ule mvutano wao, na kila mtu abakie na haki yake. Kama ni mwenye heshima anataka kuvunja heshima yake ibakie, na yule ambaye anataka kuvunja heshima ya mtu basi aambiwe kwamba wewe unakosea kwa madai haya. Watu fi imani, mimi leo nilikusudia kwenye membari hii nitoe hutuba kuhusiana na masaili ya mwezi wa Safar, na ilikuwa ni sehemu ya pili, sababu sehemu ya kwanza nilitoa kwenye hutuba iliyopita maeneo mengine. Leo nilikuwa nataka nikamilishe kipengele cha pili, lakini maswali yamekuwa mengi sana. Maswali yamekuwa mengi sana kwa matukio mawili yenye kufuatana, na mitandao ya kijamii imechafuka huko, vurugu zimekuwa nyingi, matukio mawili yenye kupatana, yenye kufanana, na yote yanahusiana na mashehe. Yanahusiana na mashehe, wanatuhumiwa kwa tuhuma zenye kufanana. Sasa maswali yamekuwa mengi, hakika ni hipi na isiyokuwa haki ni hipi? Hili ndio limelisukumu libadilishe mwelekeo wa hutuba, kutokea kuelezea mitazamo feki kuhusiana na mikosi ndani ya mwezi huu wa Safar, kwamba huu mwezi una mikosi, mtu hatakiwi kuoa, hatakiwi kufungua biashara, hatakiwi kufanya mambo ya msingi kwa sababu ya itikadi za kijahilia zilizopita kwamba mwezi huu una mikosi. Sasa hivi biidhnillah utafiti hii tunaweza tukaliwekea nafasi yake wakati mwingine, lakini sasa tuzungumze hili. Na hii hadithi ambayo tunaanza kuisoma ni kama njia ya kuelekea kwenye mazungumzo haya. Swali la imani,
madai yanayotolewa kwenye mitandao ya kijamii. Kuna baadhi ya viongozi wa dini wanaelekezewa mashambulizi wanatuhumiwa tuhuma mbalimbali zikiongozwa na tuhuma za wanawake, kwamba wao hawana amana kwenye upande wa wanawake. Yakasemwa maneno mengi. Ikhwani, maneno al-Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi pale aliposema fabayyana sallallahu alayhi wa alihi wasallam aslan yaqdi nizaahu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii amebainisha msingi ambao utaondosha mivutano yao, wayabtadihu bihi almuhiqqu min almubtil. Kwa misingi hiyo itakuwa wazi mwenye haki ni nani na mtu ambaye ni nani. Famaniddaa ainan min al-a'yan, mwenye kuleta madai ya kitu fulani maalumu, au jailan, au mwenye kuleta madai ya mali kwa mtu, au haqqan min al-huquq, au akaleta madai ya haki fulani miongoni mwa haki, wa ankarahu dhalika al-ghayr, anahu yule wengine akapinga, fal aslu ma'al munkiri, haki anapewa mwenye kupinga mpaka mwenye kudai alete uthibitisho wa wazi, uthibitisho wa wazi usiokuwa na shaka yoyote. Nataka nitoe mfano mmoja hapa jipya, mfano mmoja mzuri sana. Walikuja masahaba wawili katika nyakati tofauti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakaleta madai ya kujidai wao wenyewe wamefanya jambo ambalo sheria inachukua mkondo kwenye jambo lile. Amekuja sahaba mtukufu Ma'iz al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu arda. Alipokuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu Ma'iz sahaba mtukufu mwema ambaye watu wote wanakubali kwamba alikuwa ni mtu mwema. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoka katika mji wa Madina anakwenda katika mji wa Tabuk, akipitia Makka. Baada ya Makka wakaenda zao katika maeneo ya Tabuk. Katika watu walioachwa katika mji wa Madina alikuwa sahaba mtukufu Ma'iz al-Aslami. Yeye mnajua kwamba jeshi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lilikuwa linachukua wanajeshi ndani ya mji, wakazi wa mji fulani na fulani na fulani, ingieni katika jeshi, tunakwenda vitani. Ikitokea hali kama hiyo, manake mji husika unakuwa na wanawake watupu. Wafi'lan hili ndio jambo ambalo lilitokea katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anawaacha baadhi ya wanaume wachache kwa ajili ya kulinda mji. Katika wale walioachwa alikuwa Ma'iz al-Aslami. Mtume kaenda zake na majukumu yake na jihadi yake, amemaliza jihadi yake, anarudi. Ma'iz al-Aslami radiyallahu anhu anakwenda kwa Mtume usuli kwake, anamwambia ya Rasulullah, zanaitu fatahirni, ewe mjumbe wa Allah, mimi nimezini, naomba nifahamishe kutokana na makosa hayo, nifanyie haddi ya kisheria ambayo itakuwa tahiri ya madhambi yangu. Riwaya inataja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akageuza uso, yule bwana akampata upande ule. Riwaya nyingine inasema Mtume akamuuliza, andika jununu, ulishakupatwa na unawazimu kipindi hiki nimekuacha? Riwaya inasema nyingine alikuja siku ya pili akamwambia tena maneno yale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume nimezini, nifaharishe. Katika riwaya kuna watu aliwatuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamuitie kwao, huyu bwana anakunywa pombe. Wengine wakaenda kumnusa katika kimya chake kujua kwamba yale anayosema ni kutokana na ulevi au nini. Katika riwaya ile sahihi inasema alikuja siku ya 3 na siku ya 4. Sote anakuja kwa Mtume na rawia za laini mpaka kiasi. Kadithibitishia uzinifu yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Lakini ikhwan, hivi yuko ambaye anazini yeye mwenyewe peke yake. Ukizini si lazima ulezi nani. Tafuta jina zote duniani zinazofanya kisa hiki, hakutafute mwanamke aliyezini na Ma'iz al-Aslami alipewa hukumu yake.
Haiwezekani mtu ambaye amefanya zina akawa kazini peke yake. Kwa vyovyote atakuwa kazini na yule aliyezini naye. Hizi riwaya zote zinathibitisha hadi kwa Ma'iz al-Aslami. Alifanyiwa hadi katika hukumu za sheria, alipigwa mawe. Na mawe yalipokolea kwake akaondoka na kilia, akamchana na mmoja wa masahaba akampiga tena akammaliza. Ni nani aliyesimamishiwa hadi hii katika wanawake pamoja na Ma'iz al-Aslami? Ma'iz alizini mwenyewe kwa mwenyewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikosea kwenye hukumu hii kwa kumfanyia hadi mwanamume tu kumwacha mwanamke. Iweje huyu amezini alafu awe anahukumiwa peke yake? Aliyezini naye bwana, hakuna njia yoyote isipokuwa Ma'iz al-Aslami alizini na aliyezini naye. Lakini kwa nini sheria imemtimbadishia hadi Ma'iz peke yake? Yule mwanamke aliyezini naye hajafanyiwa chochote, kwa sababu ushahidi ulithibitika kwa Ma'iz al-Aslami au kuthibitika kwa mtu mwingine yote. Kadhia hii inakuja leo kwa watu wa sasa hapa mitandao ya kijamii. Wangewataja wanawake wangapi? Hapa tunaona atakuwa fulani. Yule ndio mmoja alikuwa karibu naye sana. Ukisema hivyo, na lau kama huyo Ma'iz al-Aslami mwenyewe radhiallahu anhu Allah, yeye mwenyewe angeleta madai hayo kwamba nimezini na mtu fulani, ungemwambia Ma'iz, tuko ushahidi wa sheria. Ambapo ushahidi wa uzinifu inatakiwa watu wanne waone pete inapeshwa kwenye kidole kwa macho yao, sio picha wala AI. Wakija washahidi watatu bado ushahidi haujakamilika. Na ndio maana katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapakuwahi kudhibiti uzinifu kwa ushahidi wa watu wanne kuona. Haiwezekani. Watu wote ambao walithibitishwa hata kisheria ni wale waliokwenda kukiri wenyewe. Sasa teknolojia zenu mlizokuwa nazo hazikushughulishi chochote kwenye hukumu za sheria. Havitengenezi hukumu yoyote mpaka ushahidi wa kisheria upatikane. Na lau kama yule ambaye angedai Ma'iz al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu kwamba kazini naye alafu yule angekinga, Ma'iz angekuwa na hukumu nyingine, haddul qadh, angekuwa na hukumu ya kupigwa bakora 80 za kuleta madai kwa mtu kwamba amezini bila ushahidi. Ilikuwa tukio kama hili pia kwa imra'atun ghamidiyya. Kuna baadhi ya watu wanashangaa wanasema Ma'iz alizini nani huyu imra'atun ghamidiyya? La, wanawazuoni wanakataa haya matukio mawili yalikuwa tofauti, pamoja na kwamba katika baadhi ya riwaya zinaonyesha huyu mwanamke alipomwambia Mtume nimezini nifahalishe, Mtume akaanza kumkwepa kama alivyomkwepa Ma'iz al-Aslami, akasema atulidu an tujanibani kama janabta Ma'iz. Baadhi ya riwaya zinasema hivi, mama alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, unataka kunikwepa kama ulivyomkwepa Ma'iz? Alikaja tukio la Ma'iz al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Huyu mama mwenye kabila la Ghamidiyya alisoma ile hayo, lakini ni matukio mawili tofauti. Huyu mama naye alisimamishiwa hadi, yeye mwenyewe aliambiwa nenda zako kwenu, kalee mimba yako. Na alipozaa mtoto alikwenda kwa Mtume, akamwambia Mtume akamwambia bado mpaka akao yule mtoto ameanza kula, kamaliza kunyonya, anakwenda na kipande cha mkate kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anaamrishwa yule mama anasimamishiwa hadi katika hadi za sheria, anapigwa mawe. Ikhwani, haya matukio yote ambayo yametokea ni katika ukomo wa kuonyesha uimara wa sheria ya Uislamu katika madai na umuhimu bali ni wajibu wa ushahidi kwenye madai, na kwamba sheria ya Uislamu haihukumu kwa miheruko. Hawa watu wawili wote wamejithibitishia wamezini, na kwa vyovyote walizini na wale waliozini nao, lakini sheria ni kwa wale waliojithibitishia tu, na wale ambao hawakutajwa pamoja ndio huo waliozini nao. Sheria inasema lolote kuhusiana na wao. Chunga ulimi wako unapotaka kuzungumza haki za watu, heshima za watu, madai usiokuwa na ushahidi nao. Na sheria imemtaka kadhi muadilifu, kwa sababu aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin al-bayyin 'ala al-mudda'i, alete ushahidi aliyeleta madai. Ushahidi unaopeleka kwa nani? Kwa kadhi. Ushahidi unaopeleka kwa kadhi.
hata yule mwenye kushitakiwa, mwenye kudaiwa madai, anatakiwa alete aliyamin, kiapo. Hicho kiapo atakileta kwa nani? Kwa kadhi. Kwa hiyo ni lazima kupatikane mwenye kudai, aonyeshe madai yake na mdai nani, lakini apatikane kadhi ambaye atasimamia madai yale. Kadhi huyu anatakiwa awe mwadilifu ili aweze kusimamia kadhi hii ambayo imetaja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe una nafasi ya kuwa kadhi, una wadhifa wa kuwa kadhi ili upokee mashtaka haya uweze kuyasimamia. Na kama jawabu naam, hebu chukua nafasi hiyo kusimamia kadhi hizi kwa mujibu wa sheria. Lakini kama hufiki, hebu endelea na majukumu yako mengine. Unajitia katika dhima ambazo utakuwa na hukumu za sheria juu yako kwa haya madai ambayo huna ushahidi nayo na wewe unayasimamia. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'ala al-zalimin. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحابته وسلم. أما بعد. Ndugu katika imani, katika moja ya mambo ambayo napenda kuzindua nafsi yangu pamoja na kuzindua waumini ni maneno ya msemaji aliyesema, man wadaa nafsahu fi tuhma fala yamanna man asaa dhanni ilayhi. Mtu yoyote ambaye anaiweka nafsi yake kwenye mazingira ya tuhuma asimlaumu mtu ambaye anakuwa na dhana mbaya na yeye. Sheria haitaki kudhaniana mbaya, bali muumini khaira, mwenye tabia kuangalia waumini kana chema. Lakini ukishajiweka kwenye mazingira ya tuhuma, tena hasa ukiwa kiongozi wa dini, shehe, ikawa shehe kila wakati uko na waumini wa kike, wake za watu, madada za watu, na ukiulizwa unasema kwamba mimi nafanya kadhaa fulani, nazungumza nao jambo fulani, huko ni kuweka nafsi yako katika tuhuma. Na kuna baadhi ya tasarufati tumezipa sura ya dini, lakini ni maeneo ya wazi ya kuweka tuhuma ambazo huenda tuhuma hizi zikachukua nafasi. Ikhwani fil iman, sheria inahukumu kwa tuhuma mpaka baba ushahidi. Lakini tahadhari kujiweka kwenye mazingira shubha. Nyoyo za watu wengi sasa hivi ni dhaifa, na fitanu khattafa, alqulubu dhaifa wal fitanu khattafa. Nyoyo za watu wengi sasa hivi ni nyoyo dhaifu, lakini shubha zimekuwa zina mvuto sana, watu wanakutika sana na mambo ya shubhati. Sasa usiwatafutie waumini wenzako mazingira magumu ya kukufuhumu maofisini. Eneo lako la kazi lina mchanganyiko wa wanawake na wanaume, lakini kila wakati wao wanaonekana kwenye ofisi ya wanawake, na muda mwingi unakaa hapo. Unafuata nini? Hata kama ule atakuwa sio mke wa mtu, dada wa mtu, wewe kila wakati kazini huko na huyo dada, unafanya nini kila wakati na yeye? Akitokea muhudumio wa ofisi ile, ndio wewe unakosekana ndani ya ofisi yule dada, lakini muda wote ambao unataka kupata yake, muda wote uko naye. Mtume anasema ijahu wa dukhulu ala nisa, tahadharini na tabia kuingia kwenye maeneo ya wanawake. Sasa kuna uwezekano tunatengeneza mazingira haya ya kupelekea kuhukumiwa, ikawa viongozi wa dini ni wahanga, kwa sababu hawaweki mipaka baina yao na baina ya wanawake, mipaka ambayo sheria yenyewe imeweka mipaka baina yao na baina ya wanawake. Marra rajulani min al-ansari, walipita vijana wawili wa Ansari ala nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, huwa ma'a zawjatihi Safiya. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa katika ibada ya i'tikaf. Akaja mmoja wa wake ambaye anaitwa Safiya binti Huyay radhiyallahu anha wa arda, amekuja
kumtembelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaja kumsalimia Mtume, anakaa itikafu siku 10 takriban zote za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Huyu kabisa mume wake kaenda kumsalimia, baada ya mazungumzo machache anaondoka yule bibi, Mtume anamsindikiza na ulikuwa wakati wa usiku. Wakapita vijana wawili wa Ansar. Walipomwona Mtume yupo na mwanamke, wanawake wa sahaba walikuwa wanavaa mwili mzima uonekane, na uwezo kumjua huyu ni nani. Asraa fi mashiyihima, wale mabwana wakafanya spidi kwenda, wanakimbia vile tukio, na ilikuwa bali tukio. Usilazimishe kwa kuchungulia, hiyo ni shari. Ukishaona mazingira haya si mazuri, usilazimishe kutaka kuona nini. Utakachokijua kitakuhukumu. Ima umeona munkari, lazima uondoshe munkari, ima kwa kusema au kwa kuondosha au kwa kukaa hivi. Na yote hayo unawezi, na bahati mbaya wanaenda kuchungulia ili upate ushahidi kweli anafanya. Haya ndio umepata kweli anafanya. Alafu baada hapo wewe kwenye sheria unaleta khiana kwenye sheria, kwa sababu wajibu juu yako uondoshe munkari kwa mkono wako. Umeshindwa useme, umeshindwa uchukie. Wewe unaona kwamba unatoka hapo unaenda kufanya uovu mwingine, unaenda kusimulia uovu. Umeona uovu, alafu unaacha kufanya hatua za sheria, unaenda kufanya uovu mwingine, unakwenda kusimulia uovu. Innal ladhina yuhibbuna al-jazia al-fahisha fil ladhina amanu, wale ambao wanapenda kwenye uovu kwa waumini, Allah anawapa adhabu ya kuumiza fi dunya wal akhirah. Wale vijana asraa fi mashihidima, wakafanya mbio kwenda kukimbia ile tukio. Mtume akamwambia ana risiku ma taratibu, njoeni innaha Safiya, huyu mnaona niko nayo, huyu ni Safiya mke wangu. Wale vijana wakasema subhanallah ya Rasulullah, ametakasika Allah, ya mjumbe wa Allah, sisi tukuzalia wewe baya. Mtume akasema inna ash-shaytana yajri min adam majra ad-dam fakhashitu an yaqdhifa fi qulubikum sharra. Mimi nimeogopa shetani anapita kwa mwanadamu mapito ya damu, kama vile ambavyo damu inapita mwilini na kwenda kirudi sehemu zote na kwenda kumpeleka huduma, basi shetani ndiye anapita huko kote. Mimi nimeogopa shetani asawatia katika nyoyo zenu shari, ndio ili sio mwenyewe. Mkitoka hapa mseme Mtume tumemwona kwa nani, mke wake anaitwa Safiya binti Huyai. Huyu ni Safiya, sio mwingine. Anaonekana kiongozi wa dini kila wakati na mtoto wake. Alafu kiuliza Sheikh, mbona kila wakati wanawake wanapokola? Kitapendeza tangu kwenye da'wa. Sheikh vipi bwana? Mimi ni da'wa hapa. Hawa ni walinganiwa wa dini. Sasa Sheikh, wewe ni mlinganizi wa wanawake? Ndio dawa yako kwa wanawake. Kila wakati kuna wanawake. Dawa yako kwa wanawake. Sasa usiweke mazingira kama hayo, watu watatengeneza maskendo kama haya ambayo watatengeneza, matokeo yake yanakwenda kushughulisha jamii. Sasa nimalizie kwa kusema nukta hii. Kiongozi yoyote wa dini ni alama ya dini kwenye jamii. Elewa vizuri maneno haya na kwambia Allah kuongoze kwako. Kudondoka kwa kiongozi wa dini ambaye ni alama ya dini kwenye jamii husika, jamii yote wayo ni kuidondosha ile dini. Leo hii mnaniona hapa nimesimama, mimi ninachokisema kwani kinaenda, kwa sababu nyinyi mnahamana na mimi mnaniamini. Lakini mimi nikisimama hapa nikiwa ni mtahamu, mnatuhumiwa tuma yote wayo, mwisho hela, mtinifu na nini? Haya maneno nyinyi tunaona napoteza muda. Sema hata kusali kutoka mtu wenye nani bwana anakuambia. Lakini nyuma yangu mimi kuna watu wengi ambao dini zao zinatawaha kwa uwepo wangu mimi. Unapotengeneza kitendo kama hiyo kwangu, utawasaidia vipi watu ambao wanachukua dini kwangu? Sijui nimeeleza vizuri. Hawa watu dini yao wanarejea kwangu. Mimi kisema kama Allah kama Rasul, hawa watu kama aliwafaa. Wao msomi wao, shehe wao nini? Hivi wao wanafanya dai kutaka kunidondosha mimi. Na ukafanikiwa kutengenezea skendo na skendo kabuma dunia yetu leo watu dhaifu sana. Wakachukua maneno kwa inakuta kwa hana. Ona mfanya nini? Leo unawatengenezea viongozi wenye haki mpaka ya kuwa ni mashehe wa mikoa.
Unawatengenezea viongozi hao skendo. Hivi hawa nyuma yao kuna watu wangapi? Hawa watu wote wamekubali hiyo skendo waliotengeneza ya uongo. Kweli huyu bwana hai ni mzinifu ni kama wakati. Wafuasi wake wanachukua dini kwake, wanasaidia vipi? Wakishaona jambo hilo kama mshehe hafai tena. Hawa watu dini zao wanakwenda kuchukua kwa nani? Sasa wewe tengeneza hizi skendo, wewe tengeneza chuki zako, alafu baadaye uje uone kwamba namna gani unaleta athari mbaya kwenye dini. Yakishatokea mambo kama hayo kwa mtu, hata akisimama akisema mbele za watu, akisema maneno kama hii kusimamezwa leo, na mimi ni mtuhumiwa, anasema anajitetea. Vile tuma zake kajitetea. Kwa hiyo haya maneno yote mwisho anapewa kujitetea. Mtu hana wazi kana fikiri kusema saa anajitetea hivi. Kwa hiyo Allah, naomba waumini chungeni heshima za mashehe zenu. Mimi nimewazungumza kwa mashehe, msiweke nafsi zenu kwenye tuhuma. Haya mambo yanayopelekea kuharibu heshima zenu, lakini waumini msiwe wepesi wa kukubali tuhuma kwa viongozi wenu wa dini. Mnapokubali kwa wepesi tuhuma kwa viongozi wenu wa dini, mnakwenda kudondosha ile dini yote. Alafu kuna wakati hao wengine wa kawaida wanaogopa baadhi ya madhambi kwa sababu ya alama ya viongozi wa dini. Billahi alayhi, leo hii kimtangazia Musa mzinifu, itakuwa ni hoja kwa wale mtaani. Yeye zina asheria na zini ndio dalili. Hii mtihani bwana. Nabii Yusuf alitumiwa zina, alitumiwa. Sheikh mwenyewe anasema, "Ingekuwa nini?" Mtafungua mlango wa shari kwa watu kufanya madhambi kwa wepesi kwa sababu haya maneno yao. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.